Kama kuna jambo wananchi Yanga wanapaswa kulifanyia kazi wakati wakienda kucheza mechi yao ya kwanza ya hatua za awali ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Wydad kule nchini Angola, basi ni pamoja na kuangalia namna gani ya kucheza mipira ya juu wakati wanaposhambuliwa. Ndio hilo limejidhihirisha katika mechi yao ya ngao ya jamii. Mechi dhidi ya watani zao wa jadi Simba, Yanga walishinda kwa bao 1-0 na hivyo kutoa ngao ya jamii kwa mara ya pili mfululizo, lakini pia wakiwaliza watani zao wa jadi Simba kwa mara ya 6 mfululizo kwa mechi za michuano mbalimbali. Yanga wakifikisha mabao 12 huku Simba wakifunga mabao 2 tu katika mechi 6 mfululizo ambazo zote Yanga wameshinda. Lakini licha ya bao lililowapa ushindi katika mechi hiyo lililowekwa wavuni na Peodo Pacome Zouzoua katika dakika ya 54 ya mchezo, lakini kwa ujumla tu unaweza kusema Simba haikuwa siku yao nzuri ofisini katika kuweka mipira wavuni, kwa sababu katika kipindi cha kwanza ni Simba ndio waliofika mara nyingi zaidi, lakini katika kipindi cha pili ni Yanga ndio waliofika mara nyingi zaidi langoni mwa Simba. Lakini ni katika mechi ambayo katika dakika 90 za mchezo Simba walitengeneza nafasi kadhaa za kufunga ambazo mwisho wa siku ushindi wa Yanga unaweza kusema kwamba mbali na namna walivyokuwa wakizuia kwa idadi kubwa katika baadhi ya nyakati, lakini sifa za kipekee haziachwi kupelekwa kwa golikipa wao Djigui Diarra alionyesha kiwango bora sana. Moja wapo ya tuseme nafasi nzuri kwa wekundu wa Msimbazi Simba kufunga bao katika mechi hiyo ambayo mwisho wa siku Yanga alishinda kwa bao 1-0 ilikuwa ni katika dakika 20 wakati Abdurazak Hamza alipopiga kichwa kizuri akiwa huru, lakini Djigui Diarra akambania kwa kucheza vyema mpira huo. Kama hiyo itoshi, dakika 26 kukatokea tena hali ya kuwa mmoja baada ya mmoja, yani mchezaji mmoja wa Simba ambaye ni Kibu Denis Prosper dhidi ya golikipa Djigui Diarra wa Yanga. 1v1 situation, Djigui Diarra akaokoa tena. Lakini pia kuna nafasi nyingine dakika 39 ya mchezo. Safari hii Steven Dese Mukwala kama kawaida katika mechi hii ambayo Simba wakati waliposhambulia mipira ya juu mingi waliiwini wao, na ndio ninachosema kwamba ni tahadhari, ni kwamba Steven Dese Mukwala aliruka juu akapiga mpira kwa kichwa kwenda kwa Shomari Kapombe ambaye akajikuta akiwa anamkabili golikipa Djigui Diarra. Bahati mbaya sana kwa Simba na kwa Shomari Kapombe, lakini nzuri kwa Yanga na golikipa Djigui Diarra ni kwamba Djigui Diarra alimzidi ujanja Kapombe, akaucheza mpira huo na kuifanya Yanga inusurike, lakini wakati huo huo akiibania Simba kufunga. Tukio lingine ni katika dakika ya 90 ongeza 3, kwa maana dakika zile za nyongeza 12 za mwamuzi Arajiga, zile 3 za katika dakika 90 ya nyongeza, Simba walipata nafasi nyingine ya kufunga. Djigui Diarra kwa mara nyingine tena akacheza mpira huo. Ulikuwa ni mpira wa kichwa kutoka kwa Jasha Ahua ambao pengine kama si umahiri wa Djigui Diarra ilikuwa ni fursa nyingine. Jasha Ahua alipiga mpira huo akiwa huru. Lakini sio huo tu. Kuna nafasi nyingine aliipata Neo Maema naye akiwa huru akapiga nje katika dakika ya 102 ya mchezo, kwa maana katika zile dakika 12 ziongeze katika dakika 90 kwa lugha nyingine, maana hakukuwa mpaka dakika 100 na isipokuwa nazungumzia kwa lugha nyingine dakika ya 12 kati ya dakika 12 ziongezwa na mwamuzi kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali. Simba walipata nafasi nyingine ya kufunga mpira wa kona. Kibu Denis Prosper aliruka akiwa unopposed, akiwa huru, lakini bahati mbaya kwake na nzuri kwa Djigui Diarra ni kwamba kwa mara nyingine tena Djigui Diarra aliucheza mpira huo ambao pengine ungeza bao. Sasa matukio haya ambayo mengi yalitokana mipira ya juu ambayo Simba waliporuka, na hasa alipokuwa hapo Steven Dese Mukwala kabla hajatoka alikuwa anafanikiwa, lakini pia na wachezaji wengine kama nilivyotoka kueleza Kibu Denis Prosper, lakini vile vile Jasha Ahua. Hii ni wake up call, ni kuamsha Yanga katika kuzuia kwao, kwamba mechi hii ya watani wa jadi, mechi ya ngao ya jamii ambayo mwisho wa siku walishinda kwa bao 1-0, iwape somo kwamba wanapokwenda katika michuano ya kimataifa, wanakwenda kucheza dhidi ya Wydad ya Angola, basi lazima kocha Romain Folz, benchi lake la ufundi na wachezaji wake wote wafanyie kazi swala hili la kucheza mipira ya juu kwa usahihi, kwa sababu wanakwenda kucheza dhidi ya Wydad ambayo katika ligi kuu ya Angola msimu uliomalizika, ligi namba 7 kwa ubora barani Afrika, Wydad walimaliza katika nafasi ya pili wakiwa ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, mabao 49, wakiruhusu mabao 23. Katika yale mabao 49 yapo mabao kadhaa yaliyotokana na mipira ya juu, na mchezaji hatari zaidi anaitwa Caporal ambaye yeye ndiye top scorer katika ligi kuu ya Angola msimu uliomalizika 2024 2025. Akicheza mechi 17 tu akafunga mabao 22 Caporal.
na baadhi ya harakati, baadhi ya nafasi wanazotengeneza kufunga ni mipira ya juu. Caporal ni mzuri, mchezaji huyu wa kimataifa wa Angola ambaye pia alishiriki katika michuano ya CHAN iliyomalizika hivi karibuni. Alifunga mabao mawili katika mechi mojawapo akiingia katika kipindi cha pili. Huwa anatumia dakika chache uwanjani, lakini mzuri katika kutumia mipira ya juu, ana nguvu za kutosha, anaweza vile vile kutumia vyema miguu yake, lakini kukimbia nyuma ya mabeki. Sasa mipira ya juu analetewa na nani? Miongoni mwa wanaoleta mipira hiyo ni pamoja na Karanga, fundi haswa, lakini pia kuna mwamba mwingine anaitwa Ben. Kwa lugha nyingine, Yanga lazima wawe makini katika kucheza mipira ya juu. Tunatambua kwenye mchezo kuna maeneo mengi ya kufanyia kazi, lakini hapa kwa upekee nimegusia mipira ya juu kwa sababu katika mechi dhidi ya watani zao wa jadi Simba, Yanga mipira mingi ya juu wakati waliposhambuliwa ilikuwa hatari kwao. Yanga lazima katika kufanyia kazi namna ya kujiandaa na mechi hii dhidi ya Wiliete, mojawapo ni hiyo. Ikumbukwe Wiliete ndio mara yao ya kwanza wanakwenda kushiriki katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika tangu waanzishwe Septemba mwaka 2018. Wiliete hivi sasa wako chini ya kocha Bruno Ferri aliyewahi kupita nchini katika klabu ya Azam wakati akiwa yeye na Yusuf Dabo. Anaifahamu vizuri Yanga kwa sababu alikuwemo katika msimu ambao Azam walimaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2023-24 na kupata tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa kama Bruno Ferri anayejua vizuri Yanga na benchi lake la ufundi, yupo pia Skudu Makudubela kwenye kikosi hiki, ni rahisi kwao kufuatilia vema kile kilichotokea katika mechi dhidi ya Simba na kuona miongoni mwa weakness, udhaifu uliojitokeza katika mechi hiyo ambayo Yanga walishinda, kwamba waufanyie kazi. Sasa miongoni mwa udhaifu ulioonekana ni namna ya kucheza mipira ya juu. Nini wafanye Yanga? Yanga wana wachezaji ambao wana maumbile marefu katika eneo la kiulinzi, akiwamo Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia Ibra Baka katika kuruka mipira ya juu. Umbile lake la 5 inchi 6 halimfanya ashindwe kucheza mipira ya juu. Lakini pia Yanga wana kina Frank Asink, Yanga wana Azizi Andabwile kama kiungo ukabaji, Yanga wanao akina Musa Balakonte na wengine kwa ujumla. Cha msingi tu ni kwamba namna gani ya kujipanga katika kuzuia. Wafanye mambo yote mawili. Zone marking kwa maana kuangalia nafasi, lakini pia man marking. Asiachwe mtu huru kama ambavyo mara kadhaa walifanya hivyo katika mechi dhidi ya Simba, ambayo Steven Dese Mukwala ni mfano mojawapo wa namna ambavyo mipira ya juu mingi alikuwa akiwini yeye, na wakati mwingine akitengeneza second balls, mipira ya pili ili kutumiwa na wenzake kina Jashaua, lakini pia Shomari Kapombe, ile mfano mojawapo aliotoka kutoa katika dakika ya 39. Mengineo bila shaka ni kuhakikisha kwamba wanapoteza nafasi wazitumie vyema, hilo linafahamika, lakini hapa nijikita zaidi katika namna ambavyo Yanga wanaweza kukabiliana vyema kwa kucheza mipira ya juu ili isiwe sehemu ya sumu, sehemu ya madhara wanayoweza kuyapata dhidi ya Wiliete, timu mpya katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini imejiimarisha vya kutosha na hivi karibuni tu walirejea kutoka nchini Ureno walikokuwa wamecamp, wameweka kambi kwa siku kadhaa kwa ajili ya kujiandaa na msimu mpya wa ligi kuu ya Angola, lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika, wakijua kwamba wanakwenda kucheza dhidi ya Yanga. Je, itakuwa vipi? Yanga chini ya kocha Romain Folz watafanyia kazi vipi mipira hii ya juu ambayo katika mechi dhidi ya Simba ilionekana kuwa hatari, ingawa mwisho wa siku walipata ushindi wa bao 1-0? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Wasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.